Wa shukrani kwa wasanii ambao wameshiriki kunako tamthilia ya Mission Impossible. Ndio tupo hapa na mmoja kati ya washiriki ambao na wenyewe wana kijiji chao kwenye tamthilia hii, ndugu yetu hapa ambaye ni mjomba wake na Ngwengwe, mmoja kati ya watu ambao mdomo wao umewafanya waingie kwenye tamthilia ya Mission Impossible. Anaongea sana. Nyundo TV sambamba na Hatua TV tukasema kwamba tusiliache ili lipite. Wacha tuzungumze naye atuambie ilikuwa ni rahisi kiasi gani yeye kuweza kushiriki kunako tamthilia hii, lakini kubwa zaidi kuelekea kwenye kazi ya Shadow Master Film, kazi inayofuata tutarajie kumuona na kipi ambacho amegain, kipi ambacho ameingiza kupitia kwenye tamthilia ya Mission Impossible. Mzee wangu inakuaje? Tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Mambo nene? Mungu anasaidia kabisa kama unavyoona. Tunakufahamu kama Ima, tunakufahamu kama Kidali Michambo, is it? Nafahamika kama Emmanuel, lakini pia nafahamika kama Kidali Michambo. Kutokana na jina ambalo limezoeleka katika tasnia au jina ambalo nilipewa katika tasnia kutokana na usika wangu. Ulichelewa kuingia kwenye tamthilia ya Mission Impossible, kama uliingia kati hivi. Natamani nifahamu ilikuwaje mpaka Chado akakwambia bwana na wewe njoo ushiriki. Kwanza kabisa niweze kusema ni kadari ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni vitu ambavyo kwa upande wangu havikuwa kichwani. Japo watu wengi walikuwa naongelea swala la mimi kwa nikiingia kwenye upande wa kuigiza basi itakuwa poa sana. Ila kiufupi ni kwamba kuna siku ambao Shadow Master alitangaza audition kwamba alikuwa anahitaji kusaka vipaji vya watu ambao wanajua kuigiza. So ikanibidi mimi moja kwa moja niende nikashiriki katika ile zoezi. Kwa hiyo ikafanyika audition pale, nikaenda nikaperform, lakini kwa kadari ya Mwenyezi Mungu na kutokana na alivyotujalia, alhamdulillah nilipita mimi kama mimi. Yaani katika audition nzima nilipita peke yangu. Kwa hiyo nina imani kwamba ni kile kipaji ambacho Mwenyezi Mungu pia akatujalia, lakini pia ni kadari ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Interview yako ilikuwaje mpaka upite peke yako kwenye kundi la watu wengi? Kwanza kabisa ni kujiamini, kwa sababu nina imani kwamba mpaka nimepita peke yangu kwamba nilionyesha kitu cha tofauti ambacho wengine hawakuwa nacho. Kwa hiyo ndo ninachoamini kwamba interview yangu kwanza haikuwa rahisi, kwa sababu sijawahi kufanya interview, na kutokana na mazingira ambayo tulikuwa tumefanyia ile interview, yani kwamba ni mtu ambaye nilikuwa ni kama mshamba fulani hivyo kamera, lakini jinsi nilivyokuja moyo wangu ulivolizika, kwa hiyo niliachia moyo, nikaamua bwana nataka kuonyesha kitu fulani mbele ya majaji, kwa hiyo ikabidi nionyeshe kitu mbele ya majaji. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Kwani wewe kuigiza kabla? Kwa kweli sijawahi. Sijawahi kabisa. Kwenye Mission Impossible ndo series yangu ya kwanza, na kwa Shadow Master ndo filamu yangu ya kwanza kabisa kucheza, na yeye ndo director wangu wa kwanza kabisa kukutana naye kikazi. Mbona vile ambavyo una act, vile ambavyo unazungumza, vile ambavyo unavaa usanii wako, kama ni mtu ambaye mzoefu hivyo, ameigiza sana? Ndio maana nasema kwanza kabisa hiyo ni kadari kutoka Mwenyezi Mungu, kwa sababu kusimama na kuperfect vizuri kama nilivyofanya mimi katika series ya Mission Impossible pia ni kipaji cha mtu, lakini sio rahisi kwa mara ya kwanza. Wengi wanahisi hivyo kwamba mimi labda nilishawahi kufanya hii kazi ya uigizaji huko nyuma, lakini hapana. Kwenye Mission Impossible mimi ndio ilikuwa kazi yangu ya kwanza, na ndio kwa mara ya kwanza naanza kuonekana katika mikononi mwangu, basi litakuwa mikono salama kabisa. Kwanza tunamtanguliza Mungu, alafu unaniachia mimi. Tunatamba kivyetu kabisa yani. Nikikuangalia namuona kama hapa kuna Juma Lokole, namuona hapa kama kuna Idris Kita, wale watu ambao wanachamba kwenye vipindi vya taarabu. Ulishawahi kuhisi labda una nyota hiyo, labda siku unaweza kukaa kwenye kipindi fulani kwenye radio ama kwenye TV kufanya kazi? Naamini katika hilo. Naamini katika hilo kwamba ipo siku moja nitasimama kwenye media fulani kutangaza kipindi chochote kile. Hata kama ni Mashamsham, hata kama ni Times FM, yani chochote kile Clown. Yani nina imani kwamba siku moja nitasimama katika kipande hiko na nitaweza kuperform vizuri kabisa, kwa sababu kama mambo ya miambao hapa ndio nyumbani kwake ndugu yangu. Yani hapa ni madongo kwa madongo mpaka jitu litapike nyongo. Hivyo yani. Wewe ushaiko kodiwa kwa ajili ya kuchamba watu? Zinanikuta kazi za hivyo, lakini sijawahi kuzifanya, kwa sababu kumchamba mtu ambaye hujagombana naye na kipaji. Kumchamba mtu, wengine wana nguvu ndugu yangu. Unaweza ukachamba ukaambulia ngumi. Sasa kwa kweli sijawahi kuifanya kazi ya hivyo, lakini zinakuja ni kazi nyingi ambazo zinakuja watu wanapanda dau kwa ajili ya kwenda kufanya kazi hivyo, lakini sasa ukiangalia mimi sipo kwa ajili ya hayo. Mimi ninakuja kwenye shughuli ya mtu, nita celebrate ili mradi watu wafurahi, niendeshe shughuli ya mtu, lakini siwezi kuingilia ugomvi wako wewe na mtu mwingine basi mimi nikaja tu nikapayuka tu kachizi. Hapana kwa kweli. Umezungumzia kama wewe ni master of ceremony. Gharama zako zinawezekana kweli mtu kikutazama huyu Kidali Michambo na muona kwenye Mission Impossible na umaarufu wake, nitamweza kweli mamilioni ya pesa, inawezekana kwa rahisi kweli? Kwangu mimi naingilika, kwa sababu mimi nabadilika kutokana na mazingira, alafu sisi wa Tanzania tunajijua wenyewe. Kuna mtu zewe vile anapokuja tu namuuliza shughuli inafanyika wapi,
shughuli nafanya pale pale nyumbani. Mtu kama huyo sasa uweze ukamtonga bei ya kimilionea ndugu yangu. Unajua kabisa huyu na mimi baba mmoja mama mmoja. Lakini kuna wale ananiambia bwana tutaanzia nyumbani baada ya chakula tutahamia ukumbini. Sasa wale ndio ninawataka mimi. Wenye nali za kihaya fulani hivi. Hao ndio watu ambao ninawahitaji mimi. Wale wakija sasa pale mimi nainamia chini afu nafumuka na bei. Mtu wa Vingunguti ndani pale sehemu ambayo shughuli inafanywa nyumbani gharama yake shilingi ngapi? Inategemea maana naweza nikajitolea Vingunguti mimi nyumbani. Kuna magolide? Yani ninategemea. Mimi Mswahili ndugu yangu, afu mimi Mswahili nimezaliwa nao siuishi, yani siwigi. Yupo damuni. Kwa mimi watu kama hao inategemea na ina shughuli. Mtu nikimpenda mimi naweza nikajitolea. Si unajua? Sasa mtani unafanya shilingi ngapi kama ni mtani kwako? Inategemea kuanzia 1,500,000, mali kauli pia ipo, inategemea na ina shughuli inachukua muda gani. Hivyo kuna masharti madogo unaona ambayo yanaweza tu akakizi mahitaji. Hivyo nikaja nikafanya shughuli, lakini 1,500,000 tunafanya kuanzia 1,00,000 kwenda juu. Kwenye hii ya wewe kuwa mtangazaji kwenye baadhi ya vipindi vya Mwambao, ulishawahi kufanya mchakato wote kujipenyeza sehemu fulani hivi labda Wasafi, kuna Clown pale, kuna kina Liama pale, ulishawahi kujaribu kitu kama hiko? Kiukweli bado sijawahi na bado sijafikia level hizo za kusema nataka kuwahi, japo watu wengi wananipush out kwamba jaribu kuzunguka, jaribu kwenda kwenye hizo eneo na unaweza kujikuta umepata nafasi huko, lakini bado sijalifanyia kazi hilo. Ila Mungu akijalia bado tuna kazi nyingi ambazo bado nataka nionyeshe vya uvunguni ambavyo nimefunika ambavyo havijaonekana kwenye Mission Impossible. Hivyo yani nina imani tu kwamba kitu kizuri, wanasemaga siku zote Waswahili wanasema kizuri kinajiuza, kibaya kinajitangaza. Kwa hiyo mimi nina imani tu watu watakuja watanikalisha chini na wataniambia bwana tunahitaji kufanya kazi na wewe, basi itakuwa ndo muda wake. Kila kitu kinapangwa na Mungu unajua. Wewe maana ushakuwa msanii rasmi sasa wewe kuanzia Mission Impossible. Mimi ninaamini katika hilo. Yaani mimi ninaamini katika hilo kwa sababu mimi nabadilika mazingira. Ukitaka nicheze chizi basi nitavua nguo nitatembea kama chizi. Ukitaka nicheze marehemu basi nitakauka kaa utashangaa wewe. Ukitaka nicheze kama mwehu basi nitakuwa mwehu kweli kweli. Na ukitaka kwenye masuala ya Uswahili ndo kama unavyoniona. Yani ni hivyo. Sini gani ambayo unaifurahi sana ukikumbuka kwenye Mission Impossible? Sini ambayo naifurahia mimi. Sini ambayo sawa bila kukumbusha. Bwana hii sini nilienda kwa mara ya kwanza kabisa, nimeenda kukutana na Chado. Nilitoka mimi na Mangwengwe tukaenda moja kwa moja kwa Chado Master kwa ajili ya kwenda kumuulizia Ngwengwe. Tumefika pale yule bwana mimi kwa sijui naenda kukutana na nani. Ile kitendo cha kuanza kuchamba kwanza alivyojitokeza tu nikasema hapa leo kazi ipo. Naona. Alikuwa bado hajakupiga pale. Pale alikuwa bado hajanipiga. Ulizima. Yani pale sasa unajua vitu kama vile wanasemaga siku zote Tanzania ni watu wa kujiongeza na ukitaka kupigwa eneo kama lile umetaka. Yani pale kofi la kwanza la pili ukishaona mibao yake miwili mimi siwezi unakauka kwanza. Yule anajua ameua. Unanielewa? Akishaanza kuondoka unainuka afu namchimbia mikoa anamwambia tujaishia hapa. Yani mimi tutapambana labda upite juu. Mweza nakimbia. Yani wewe labda upite juu ukipita chini mimi na wewe afu unachola. Kesho kukutana naye unaanza kushuma maua. Na kaka upo. Salamu kwa wingi nini heshima kama zote. Kwa ndo hivyo. Mwisho wa siku mtaani wanasemaje sasa mara baada wewe kuingia kwenye fani ya usanii, ya uigizaji? Tukiachana kwanza na swala la mtaani, hata kwetu sikuwahi kusema hata kwa mtu mmoja kwamba mimi ninaingia kwenye masuala ya kuigiza. Kwangu ilikuwa kama surprise kwa sababu wao ndio walianza kunitafuta mimi. Unajua kuna kitu wanasema kwamba kuna vitu vingine sio kila jambo mpaka uliweke public. Si ndivyo? Kuna vitu vingine tunawaacha watu wajionee. Si ndivyo? Kuna watu wengine tunawaachia watu wajionee. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu niliingia moja kwa moja kwenye swala la tasnia. Mapokezi yalikuwa mazuri, kila mtu aliappreciate kitu ninachokifanya, waliendelea kunipa moyo hivyo yani. Kwa namshukuru Mungu katika hilo. Familia labda ndugu jamaa na marafiki nyumbani, wazazi wakasemaje sasa kuona wamemtoa msanii na wao walau watu wanamtazama kwenye mitandao kwa mara ya kwanza? Na sidhani kama atakuja kutokea siku yetu. Familia yetu ina nyota ya walimu. Yani walimu kibao. Yani CWT imejazana kibao. Chama cha walimu Tanzania yani wamejazana kibao. Kwa mara ya kwanza wanaenda kutoa msanii wao wenyewe waelewe mpaka kesho. Yani mpaka kesho wananiuliza ndoto yako inasemaje, naambia ndio hivyo hivyo yani. Kama Kanumba kaziko basi nitafufuka. Mimi hapa nipo uwanjani. Unajiona Kanumba ajaye? Yani mimi zaidi ya Kanumba. Tunaomba Mungu inshallah. Kwani Kanumba kipaji alipewa na nani? Na sisi tunamuomba Mungu. Familia kwa ujumla ipoje? Watu wengi wakatamani wafahamu Kidali Michambo ana watoto wangapi? Ameoa, ana mchumba ama ana mahusiano ambayo hayaeleweki mbunje mgundani? Watu unajua sometimes wanatamani kuwa na watu maarufu kama ninyi. Ndio fursa sasa hivi. Kwanza kabisa kuhusu swala la mahusiano siwezi nikasema nipo kwenye mahusiano. Mahusiano yangu nilikuwa nayo kwanza hayaeleweki. Sijui kama nipo kwenye mahusiano au sipo. Maana yake nini? Yani haieleweki, yani kama yule mwanamke bado yupo au atatoka. Maana
Akiwaza unamchamba. Mimi uzuri kwamba mimi nipo Makavu Live. Yaani mimi hivi akinizingua nampa za kichwa. Alafu naambia wewe bado mpenzi wangu natendea kuwa wangu. Sasa yeye sijui kwa upande wake kama ataweza kuvumilia kikinanda haya. Lakini kwa swala la mtoto mimi sijajaliwa watoto, labda watoto ninaosemea mimi labda watoto zangu, watoto wa kakaangu, hivyo ndio watoto wangu, kwa sababu nina imani kwamba hata kesho na kesho kutwa hao ndio wazazi waliobaki. Uzuri kwamba sisi kwetu wazazi wetu wote tushazika. Kwa mimi watoto wa dada yangu, watoto wa kakaangu ndio watoto wangu. Mungu akijalia hivyo, kwa sababu nitawalea, lakini Mungu akijalia na mimi mwenyewe kipendezwa na Mwenyezi Mungu, basi tutaleta watoto. Lakini kuingia kwenye mahusiano rasmi mwenyewe sijui kama nipo kwenye mahusiano rasmi au la. Ule naye una muda gani ulikuwa naye? Wa kwanza alifariki. Pole sana. Asante, nishapoa. Lakini wa pili nilokuwa naye sio muda mrefu sana, mwaka jana mwezi wa 9 ndio nimeingia kwenye penzi jipya kabisa hii. Lakini ukiliangalia kama limekomaa. Maana lina mikiki hilo. Nani ambaye ni mkorofi sasa wewe? Sasa hapa sijui, inaweza kamuonea mtoto wa watu afu wako akaja kuiona hii kama balaa. Hebu tumalize basi, zungumza na mashabiki zako, watu ambao wanapenda kile ambacho unakifanya na watu ambao wanapenda kali yako ya kuchamba. Bwana, kwanza kabisa napenda niwashukuru mashabiki zangu. Wananiita Emmanuel Bernard Chindwa. Mimi ni kijana mmoja wa Kingoni, iko safi kabisa. Nisijua shari, ni wenye magoli yangu ya mbali, napiga kwenye news zangu 90. Usichokijua unajua kwamba siku zote kuna watu wanadefine mimi tofauti kutokana na mdomo. Mdomo kala yake Mungu. Hilo kwanza lieleweke. Unaweza kumdefine mtu katika utafutaji, kila mtu anatafuta kwa njia yake, hilo kwanza likumbukwe. Kwa sisi wote tupo katika utafutaji. Wewe unavyomuona mtu anachicharuka ndo anatafuta tonge lake, ndugu yangu. Mimi nacharuka naingiza mzigo mfukoni. Wewe tena umekaa hapa una kazi ya kuweka mkono na shavu utazana na mwajini ndio la kushoto. Endelea kutapata hapa hivyo, mimi mwenzako unipati. Ndio hivyo ndo naondoka hatimaye nipokaa kwenye viti nafanya interview, ukija kufanya masiala mashamsham classic clown huko mimi natamba kama asilei vile. Kwa ndio hivyo, usikate tamaa, pambania kipaji chako. Si wengine ni madarasani tulishashindwa. Tumeamua kuingia mtaani, mtaa umetubwaluza. Nimemaliza form 4 2018 niwakumbushe 18. Nikapata zero. Kabisa yani. Zero kabisa. Yani kabisa hadi Kiswahili. Yani sikupata chochote zaidi ya zero. So mimi maana yake ilikuwa nini? Kusoma nilikuwa nasoma lakini sielewi, si unajua lugha ya kigeni ile. Lakini nyumbani CWT ipo. CWT ipo. Babangu mimi amefariki mwalimu mkuu wa shule ya msingi. Kwa hiyo unajua? Kwa uzuri kwamba kinachonibeba sasa hivi mimi ni kipaji changu. Kipaji changu ndo kinachonibeba. Mimi ni Master of Ceremony, MC, lakini mimi nimesomea masuala ya food production, mapishi, ni mpishi. Lakini unaponiona hapa ni makeup artist. Ni mtu ambaye anahusika na masuala ya makeup. Unapodoa watoto wazuri. Kabisa, nikikamata sura yako na kubaluza kisawa sawa. Yani hivyo. Hizi kazi zote vitatu ukija kuangalia zinabebana. Kwenye shughuli ukipata kazi sasa hivi, ukifanya kazi ya UMC, ukikosa utapata kazi ya mapambo, ukikosa utafanya kazi ya kupika, ukikosa utafanya kazi ya makeup, sijui naelewa. Yani hizo zote zinafanyaje? Zinabeba. Mimi sio ila kuzipanga zote hizo. Uliona fursa? Niliona. Kwa najua sitokosa kote. Na ndo kama hivi jina ninaendelea kulikuza, brand inazidi kuwa kubwa. Kwa Allahu yaalam, nitakuwa na saluni, nitakuwa na catering kubwa, nitakuwa na masuala ya decorations, lakini nitakuwa na masuala yangu ya UMC kama unavyojua, lakini ndo na uigizaji kama hivyo. Mara pap jua kali, ogopa kidogo ndugu yangu, pata chimbika Tanzania. Wewe jua kali? Ipata tifuka bila jembe. Jua kali kwa nani? Ni kwa Lamata? Yani hivyo, tuombe Mungu inshallah tukifikia huko. Chado sio mwenzenu. Kuna watu lakini unaweza wakadisi, wewe uende jua kali wewe. Hebu unawaambia neno gani ya watu kama hao? Wakumbuke kwamba Mungu sio mjomba wao, afu wageuke nyuma. Kikiona kisogo chao basi ninaweza siwezekane. Lakini kama ukigeuka nyuma na kisogo kinasogea, basi ninaweza nikafika jua kali. Ni nguvu kujiamini tu mjini. Tasbihi kwa wingi, kumtaja Mwenyezi Mungu, kumuomba, hizi ndo tunamlilia. Wanga wenyewe naomba chawe, kwa nini mimi nishindwe? Naomba na ipo siku itatiki tu. Mwambie Lamata bwana, kuna kipaji hapa. Jamani, Lamata Village. Mungu akijalia kama mnavyoona. Ikiwafikia basi naomba salamu ziwafikie. Mimi nipo tayari kufanya na nyie. Yaani nipo tayari kufanya kazi na nyie tena kwa moyo mmoja. Hata mkiniweka getini, mimi ninajua nitaparticipate vipi getini kwangu. Hivyo yani. Sasa getini utamchamba nani pale? Hata atakegonga hodi. Yaani unaanzaje? Kuna Watanzania wengi ndugu yangu wanafika hapa na kukuta mijiwe gonga hodi. Sasa kwa nini niharibu kibarua changu? Kwa nini ugonge geti la bosi na jiwe? Tuanzie hapo tu kwanza. Kwa mimi wanajua tu ladha zangu utakutana nazo wapi. Yaani mimi ndugu yangu nipo kama ndizi. Unavyonipa wangu ndo ninavyokupa utamu. Atakapokuja ndo kumpokea. Yaani mimi kuja juu na kudaka katikati na kuchalaza chini na kuburuza kwenye mawe. Kwa utachagua wewe unasimamia wapi? Hivyo yani. Bwana asante sana. Asante sana ndugu yangu, nashukuru. Haya.